Sasa malengo ya mbolea ya ruzuku ina malengo makubwa matatu. La kwanza, moja ni kupunguza nafuu, kwa sababu mbolea zilikuwa zimepanda bei kubwa kiasi kwamba mkulima asingeweza kumudu zile gharama za pembejeo. Kwa hiyo serikali ikaona ni vema sasa iweze kutekeleza mpango wa ruzuku. Lakini lengo la pili ni usalama wa chakula, kwa maana kama nchi tuweze kujitosheleza kwa uzalishaji wa chakula. Tunatambua kwa mfano mikoa yetu hii ya Nyanda za Juu Kusini ndio inayotegemewa na taifa katika uzalishaji wa mazao ya kilimo. Lakini lengo lingine la tatu lilikuwa ni kupata malighafi za viwanda, kwa maana wakulima wanaozalisha mazao ya biashara au yenye asili ya biashara wanaweza kuzalisha mazao mengi na viwanda vyetu vikapata malighafi. Lakini lengo la nne la mwisho ni kuinua uchumi wa mkulima, kwa sababu nasema kilimo ni uchumi. Sasa kupitia utekelezaji wa mpango wa ruzuku, mkulima anazalisha kwa bei nafuu, hivyo anaweza kujiongezea kipato.